Bwana Yesu asifiwe sana. Kufumbuliwa kwa fahamu zetu. Kufumbuliwa kwa fahamu zetu. Utangulizi wa somo langu hili nilianza kwa kusema katika dunia yetu ya leo, kama kuna hitaji kubwa sana katika kizazi chetu hiki cha leo, ni hili swala zima la kufumbuliwa kwa fahamu zetu. Katika dunia ya leo, katika nyakati za sasa, nyakati ambazo Biblia inasema ni nyakati za hatari, kama kuna hitaji kubwa ambalo linahitajika katika kizazi chetu hiki cha leo, ni swala zima la kufumbuliwa kwa fahamu zetu. Katika kizazi chetu cha leo, watu wengi wamefungwa fahamu zao. Wamefungwa fahamu zao kiasi kwamba hata kama ungefundishaje, bado watu wanaendelea kuwa pale pale. Bado watu wanaendelea kuwa na maisha yale yale. Bado watu wanaendelea kuwa na tabia zile zile. Bado watu wanaendelea kuwa na hatua zile zile. Hii ni kwa sababu ya kufungwa kwa fahamu. Fungwa kwa fahamu. Naona hapa ndugu zetu walioishi na Yesu, waliotembea na Yesu, hata alipojidhihirisha kwao bado walikuwa hawaelewi. Tunamwona huyu Kleopa, wanatheolojia wanasema hawa hawakuwa wawili tu, isipokuwa walikuwa ni mtu mume na mke. Walikuwa wanatembea, wanaenda Emau kiasi cha masaa mawili hivi. Yesu anatembea nao masaa mawili, anazungumza nao. Wanasikia kuchomwa moyoni, lakini bado wako pale pale, hawajafahamu mpaka Yesu alipowafumbua fahamu zao, ndipo wakaelewa na maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kupiga hatua katika maisha, mtu kuendelea mbele, mtu kubadilisha hali yako ya kimaisha, ya kiroho na ya kimwili, inategemea sana kufumbuliwa fahamu zako. Wa wanafunzi, mtu mpaka kufaulu masomo yako, mahesabu, sayansi, siasa, mpaka uweze kufaulu, unahitaji kufunguliwa fahamu yako, upate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza akawa anatembea na fursa, yuko nayo, inaishi naye, lakini bado akaendelea kuteseka hivyo hivyo, kwa sababu akili yake imefungwa. Na mateso mengi tulionayo katika maisha yetu, mahangaiko mengi tulionayo katika maisha yetu, ni kwa sababu ya fahamu zetu zimefungwa. Fahamu zetu zimefungwa. Tunahitaji kufumbuliwa macho.